Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu ni eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo ikiwikia 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni mnamo Agosti 18, Jumanne ya leo, raia wa Zambia wameamua kumpa Rais Hakainde Hichilema muhula wa pili kuwaongoza. Nchi iko na peace bado. Siwezi nikasema kuna fujo kote. Kwenye tuko kuna peace. Watu wanangoja tu kuendelea na maisha. Sababu wengi wameona kama biashara zao zimeharibika sababu ya kusimama na uoga kwamba wanaweza wakaharibikiwa. Kwa mengi zaidi, kaa nasi. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Edith Peter akiwa Tanzania kwa taarifa habari. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Lusaka, Zambia. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kwa muhula wa pili wa miaka 5 baada ya kupata 60% ya kura, tume ya uchaguzi imetangaza. Ushindi wa Hichilema ulitarajiwa kwa kiasi kikubwa, huku mpinzani wake wa karibu zaidi Brian Mundubile akipata 38% ya kura zilizopigwa. Wagombea wengine 12 walibaki nyuma kwa tofauti kubwa. Kwa mujibu wa mfumo wa uchaguzi wa Zambia, mgombea anatakiwa kupata zaidi ya 50% ya kura ili kushinda katika duru ya kwanza na hivyo kuepuka uchaguzi wa marudio. Matokeo hayo yametangazwa baada ya mchakato wa uchaguzi wenye mvutano, ambapo Mundubile mwenye umri wa miaka 55 alidai awali kuwa ameshinda na kutoa madai bila kuwasilisha ushahidi kwamba kulikuwa na ukiukwaji katika mchakato wa upigaji kura. Akizungumza baada ya kutangazwa rasmi kuwa mshindi, Hichilema mwenye umri wa miaka 64 alisema, "Kwa kweli tumeheshimiwa na kunyenyekezwa na imani ambayo mmetuweka." Alisema uchaguzi huo umeonyesha kuwa Zambia ni taifa la amani linaloheshimu sheria na utulivu, pamoja na kuwa taifa la kidemokrasia linalotatua tofauti zake kupitia sanduku la kura na si kwa njia nyingine. Mamia ya wafuasi wa Hichilema wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu za chama chake cha UPND walijaa katika mitaa ya mji mkuu wa Lusaka kusherehekea baada ya kutangazwa kwa matokeo. Zambia ina historia ya uhamishaji wa madaraka kwa amani tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1991. Mabadiliko ya viongozi wa urais yamefanyika kupitia sanduku la kura. Hadi sasa haijafahamika iwapo upinzani utapinga matokeo ya uchaguzi huo. Baidoa, Somalia. Jeshi la Somalia limesema limefanikiwa kuwafukuza wapiganaji wa upinzani kutoka Baidoa, mji mkubwa zaidi katika jimbo la kusini magharibi mwa Somalia, baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa saa kadhaa. Mapigano hayo yalianza kabla ya mapambazuko ya Jumatatu
baada ya wapiganaji wanaomuunga mkono rais wa zamani wa jimbo hilo Abdiaziz Hassan Mohamed kushambuliwa maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na vikosi vya serikali kuu, wizara ya ulinzi ilisema. Wizara hiyo iliongeza kuwa washambuliaji walitumia magari yaliyokuwa yamebeba vilipuzi, lakini walizuiwa na vikosi vya serikali kuu ambavyo vilisema vimewaua washambuliaji 30. Wizara hiyo pia ilituhumu kundi la Laftagarin kwa kushirikiana na Al-Shabaab, kundi lenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda. Awali kambi ya Laftagarin ilidai kupitia chapisho kwenye Facebook kwamba vikosi vyake vilikuwa vimeuteka katikati ya mji huo. Wakazi waliambia shirika la habari la AFP kwamba mapigano hayo yalikuwa makali zaidi tangu jeshi la Somalia lilipochukua udhibiti wa Baidoa mwezi Machi. Shirika la madaktari wasio na mipaka ambao linaendesha vituo vya afya Baidoa liliambia AFP kuwa majeruhi kadhaa walikuwa wamefikishwa hospitalini kwake na kwamba mapigano yalikuwa yakitokea katika maeneo mawili. Baidoa iko takriban kilomita 242 sawa na maili 150 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mji huo unahifadhi mamia ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita na majanga ya hali ya hewa. Bunia, DRC. Mlipuko wa kasi wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC sasa umeua zaidi ya watu 2300 na kuwa mlipuko mbaya zaidi wa ugonjwa huo kuwahi kutokea nchini humo. Mlipuko huo unaoendelea katika moja ya maeneo yenye changamoto kubwa zaidi nchini humo ndio unaokuwa kwa kasi zaidi katika historia ya Ebola, ukiwa na jumla ya visa 4945 ambapo watu 2325 wamefariki kwa mujibu wa takwimu za serikali zilizotolewa usiku wa kuamkia Jumatatu. Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kutokea nchini humo na idadi ya vifo tayari imevuka ile ya mlipuko wa mwaka 2018 hadi mwaka 2020 ambapo watu 2299 walifariki dunia kati ya visa 3481 vilivyoripotiwa. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa visa vipya 101 na vifo 33 viliripotiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Zaidi ya watu 1000 wamepona huku wengine 730 wakiendelea kupata matibabu hospitalini au kutengwa. Hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa ajili ya virusi adimu vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko huu katika majimbo 6 ya mashariki mwa Kongo. Zuara, Libya. Meli ya uokoaji ya shirika la misaada Emergency imewaokoa wahamiaji 50 kutoka kwenye boti ya mbao iliyokuwa katika maji ya kimataifa karibu na mpaka wa Libya siku ya Jumatatu, huku watu wengine 7 wakikutwa wamefariki dunia, shirika hilo limesema. Watu wawili walikuwa katika hali mbaya kiafya na walikuwa wakikabiliwa na tatizo la kukosa hewa, hivyo walihitaji kuhamishwa haraka kwa ajili ya matibabu. Emergency ilisema katika taarifa iliyotumwa na Reuters bila kutoa maelezo zaidi. Walionusurika walisema waliondoka katika mji wa pwani wa Zuara, Libya, tarehe 16 Agosti na walikuwa raia wa Somalia na Misri, shirika hilo lilisema. Kundi la wahamiaji lilikuwa na wanaume 45 na wanawake 5, huku watu 29 wakiwa watoto au vijana waliokuwa wakisafiri bila kuambatana na mtu mzima. Walinzi wa pwani ya Libya wamekuwa wakiwaokoa wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya kupitia baharini. Mamia ya watu wamefariki katika safari hizo za hatari za kuvuka bahari, huku wengine wengi wakibaki katika mazingira magumu ndani ya Libya. Shukran sana Edith. Moja kwa moja tunaingia kwenye taarifa kuu ambapo rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa kwa muhula wa pili baada ya kushinda katika uchaguzi mkuu mwishoni mwa wiki jana. Hichilema alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi Zambia ECZ baada ya kupata 60% ya kura zote. Ushindi huu ulitarajiwa na wengi na mshindani wa karibu Brian Mundumbile alipata 38%. Wagombea wengine 12 walipata kura chini ya 1%.
Awali, kiongozi wa upinzani alijitangaza kushinda uchaguzi huo bila kuthibitisha kura zake, huku akilalamikia wizi wa kura. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa upinzani walikamatwa na polisi kwa tuhuma za kupanga vurugu za baada ya uchaguzi. Hata hivyo, Brian Mundumbile alikanusha madai hayo na kusema zilikuwa njama za kukandamiza upinzani. Clara Namfukwe ni mwandishi wa habari aliyeko Zambia. Clara, asante sana kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Baada ya Rais Hakainde Hichilema kupata ushindi kwa mhula wa pili, hali ikoje hapo Zambia kwa sasa? Kwa sasa tena tukasema kuna utulivu, alafu watu wamekubali, pamoja na wale wenyewe walikuwa kwenye opposition. Baada wajaongea, kuko tu kimya. Nchi iko na peace bado. Siwezi nikasema kuna fujo kote. Kwenye tuko kuna peace. Watu wanangoja tu kuendelea na maisha, sababu wengi wameona kama biashara zao zimeharibika sababu ya kusimama na uoga kwamba wanaweza wakaharibikiwa, especially na wengine wenyewe wamesikia kwamba maduka yao wameingia, wamevunja, wameiba vitu. Kwa watu wana uoga, wanangoja tu kwanza hivi vitu vikipita itakuwa vizuri, maisha yataendelea. Na amezungumzia nini hasa baada ya kushinda? Ujumbe wake akisi kitu gani hasa kwa raia wa Zambia ambao wameshiriki katika uchaguzi? Anatoa vote of thanks kwa watu wenyewe walikuwa wamemchagua, afu ana address nation kwamba ataendelea kuleta development nchini. Alafu tena kama watu na watu wamekubali, wanangoja tu mambo yaendelee, sababu kama kwa mfano kwenye biashara vitu vingi vimesimama, wanashindwa kutembea sababu wanaogopa ugomvi. Kulikuwa na maripoti jana usiku wakati walikuwa wanasherekea kwamba rais ameshinda. Kulikuwa na maripoti ya maduka walikuwa wameingia, wameiba vitu. Unajua na wenyewe wezi walichukua advantage ya kwamba watu wanasherekea, wakaenda huko wakavunja maduka ya watu, wameharibu wale watu wenyewe. Kama kwa mfano huko Zambia tuna hii Yango, kwa hiyo ni mataksi ya usiku, wengi wamevunjiwa magari, lakini na wenyewe polisi na wenyewe wako wanaangalia hivyo vitu. Je, anaapishwa lini? Siku yenyewe ya inauguration bado hatujaambiwa, sababu ECZ inatakiwa ituambie lini atakuwa inaugurated as president of Zambia. Kuna ripoti kwamba huyu kiongozi wa upinzani Brian Mundumbile ametoroka nyumbani kwake na amehamia katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwa kile ambacho kinatajwa kwamba ni hofu kwa maisha yake. Je, hizi taarifa ni za kweli hapo Zambia? Kuna upande wa opposition bado uko kimya. Hayo tu ni reports zenyewe watu wanasema, lakini police bado hajatoa report ya kusema na sisi waandishi wa habari tuchukue. Kwa hiyo tuko kimya kwenye hayo mambo. Ni report yenyewe tunapata tu, lakini hatuwezi tukasema kwamba ni ukweli sababu hatujapokea proof kwa police kusema kwamba huyu Mundumbile yuko UN. Lakini kuna hayo stories zenye anatoka kwamba anaweza kuwa amekimbia, amejificha, sababu kuna wengi hawa wa opposition walikuwa wameshikwa jana, polisi na washika wanawadetain, lakini kwa sasa tuwezi tukasema kwamba hiyo ni ukweli. Hayo ni reports yenye tunasikia na vitu venye tuwezi tukatoa kwa kusema hivi ndio venye vinafanyika, lakini ni reports tu tunasikia na sisi kwamba hivyo ndio venye vinafanyika huku Zambia. Asante sana Clara kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Nambasi ni mwandishi wa habari nchini Zambia Clara Namfukwe akihitimisha mchakato mzima wa uchaguzi na ushindi wa Rais Hichilema. Tusonge mbele ambapo kongamano la afya barani Afrika limeanza nchini Nairobi, Kenya, kuangazia hatua za kuinua sekta ya afya barani inayokabiliwa na changamoto kadhaa. Kongamano hili linajiri wakati Afrika inakabiliana na janga la kiafya la Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taasisi ya kutathmini maradhi Afrika CDC imeomba mataifa ya Afrika kutekeleza azimio la Abuja katika kuimarisha zaidi ufadhili kwenye sekta ya afya. Kutoka Nairobi ambako kikao hicho kinaanza,
Gabriel Ingubu ana mengi zaidi. Kongamano kubwa la afya la siku mbili limefunguliwa leo nchini Nairobi kutathmini ufadhili wa afya na miundombinu, huduma za msingi na afya ya jamii, uhaba na usimamizi wa wahudumu wa afya, upatikanaji wa dawa na teknolojia za matibabu, pamoja na matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika utoaji wa huduma za afya. Akifungua kongamano hilo, Rais wa Kenya William Ruto ameanza kwa kuwasajili na kuwalipia wahudumu wa afya za mashinani wote nchini Kenya almaarufu CHP kwa mpango wa bima ya afya ya serikali ya SHA. Monday 24th kila CHP apate kwa simu yake habari ya kwamba sasa yeye amesajiliwa ndani ya SHA na SHIF, na sio wao peke yao, wao na familia zao. Jambo la pili, sasa tumekubaliana kwa sababu nyinyi mnatoa kufanya kazi mzuri bwana, si ndio? Sasa tu replace simu na tu replace bag, ndio kazi iendelee. Na simu ya this time round wapatie ile iko mbele kiasi, ndio. Wahudumu wa afya wapatao 7,000 kutoka kila sehemu ya Kenya wanashiriki kongamano hili lililo na mazungumzo kutoka kwa washikadau wa afya kuboresha afya kwa kuiweka katika mfumo wa kidijitali. Yes, kwa majina yangu naitwa John Munywa. Nimetoka mini CHP kutoka Chandaria. Hiyo ni Dagoretti South, Rudhimitu Sub County. Nimefurahi sana juu venye rais ametoa idhini kusema hizi kids in the next 3 months tutapata, na itakuwa muhimu kabisa juu kazi yetu itakuwa virahisi. Juu hizo simu ndio hata tukisubmit hizo report zetu inakuwa easier, na tukienda hata kwa households za jamii inakuwa mzuri juu hiyo kit ametuambia atatupatia hiyo bag inakuanga inabeba vitu mingi sana. Mbele mwanzo inakuanga imebeba weighing machine, vitu za kupima pressure, vitu za kupima sukari, kuna za kupima temperature za watoto, na venye amesema itakuwa na muhimu sana kwa jamii. Na ku digitalize hiyo stuff yote itakuwa vizuri sana hata ku reach everybody in the society. Kwanza kwa households zangu, juu kila CHP anakuanga na households 100. So itakuwa easier juu venye amesema hizo simu zitakuwa digital, na sasa na hope hizo simu zitakuwa zinasumbua na data ama kuslay, zitakuwa tu tap. Kuhusisha kwa wahudumu hawa wa afya ya nyanjani CHP kwa kuwaelimisha kuhusu kuzuia magonjwa kupitia hamasisho ya kushinikiza makampuni ya vyakula kuweka chapa ya taarifa za lishe na afya kwa vifunganisho utaboresha elimu ya mnunuzi kufanya maamuzi ya kile anachokula kutoka ngazi ya chini. Magonjwa yasiyoambukiza yanaweza kuwa mzigo mkubwa kwa serikali kwa kuwa yanachangia 60% ya magonjwa yote nchini, na vile yanachangia ya vifo, 40% ya vifo vyote nchini Kenya. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili Sauti Afrika, kutoka jumba la mikutano la kimataifa KICC, Nairobi. Naam, ni taarifa yake Gabriel Ingubu kutoka Nairobi. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi.
Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tuelekee mashariki mwa DRC ambapo mlipuko ulioko eneo hilo wa Ebola umetajwa kuwa mbaya zaidi katika historia ya milipuko nchini humo. Mlipuko wa sasa ni wa 17 kutokea DRC na kufikia sasa zaidi ya watu 2300 wamefariki kutokana na maambukizi. Visa karibu 5000 vimetangazwa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la WHO limesema mlipuko wa sasa unasambaa kwa kasi ya kushindwa kuudhibiti. Aidha, shirika hilo limesema mlipuko wa sasa ni mkubwa zaidi ya milipuko iliyowahi kushuhudiwa Afrika Magharibi muongo mmoja uliopita. DRC inakabiliwa na usalama mbaya, miundombinu mibovu, migomo ya wahudumu wa afya pamoja na jamii kushambulia vituo vya afya. Changamoto hizi zimetajwa kuchochea hali ya sasa. Wakati huo huo, makumi ya wagonjwa wa Ebola wameripotiwa kutoroka vituoni mashariki mwa DRC na hivyo kuzua hofu ya mlipuko huu kuendelea kwa kasi zaidi. Nampisha Msekedide akisimulia mengi akiwa Beni nchini DRC. Ni huzuni mkubwa kwa hali ambayo ugonjwa huu wa Ebola unavyosambaa, lakini watu wengi wangali bado wanadharau uwepo wake pamoja na kupuuza maagizo ya afya. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na wahuduma wa Ebola mwishoni mwa wiki, wagonjwa 19 walitoroka vituo mbalimbali vya afya, mkiwemo kile cha Katwa, wagonjwa 8 huko Musenene, 3 Butembo na 1 Beni. Hali hii imetisha na kuleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa watu. Wakili Pepe Kavota ni mwenyekiti wa asasi za kiraia jijini Beni, Kakerwa, na kusema shirika la raia la mji wa Beni inatangazia wakaaji wote wa mji wa Beni, Butembo, Lubero, Beni territoire na kando kando ya kwamba magonjwa ya Ebola hakika iko inaua watu. Watu wengi wamefariki resistance. Swala hili limewagusa watu wengi. Bibi Patience Sinamuli akiwa Beni hakubaki nyuma, naye kaja na maneno haya. Kusema kweli, Ebola iko. Na sikitiko ni kwamba wale ambao wanakimbia ni wale ambao wanaendelea kutatiza jamii. Ebola iko na inaua. Hivi mwito wetu ni kwamba kila yeyote aweze kujikinga, kwa sababu kila mara tunapokuwa wakaidi na ndio maana familia zetu zinaendelea kuisha. Tuko tunasikitika sana kuona kila leo tunaendelea kuzika watu jili ya Ebola, ijapokuwa imepita miaka kadhaa tuliishi tena changamoto ya Ebola. Nikusema ngambo ya kwetu huko tusikusudie kurudia katika ile hali ya zamani ambao ilitutatiza sana na iliacha familia nyingi zinapoteza wapendwa. Ikiwa haitoshi, Bibi Helene Chakimwa Makule kutoka Lubero atoa masikitiko yake kwa namna hii. Mimi sawa msimamizi wa wamama katika mtaa ya Lubero, na huzunika sana kufatana na hali ambayo watu wanaendelea kuishi kufatana na kutokuelewa ugonjwa wa Ebola. Hatari nyingi ziko kufatana na ile ubishi ambayo watu wiko natia. Tukumbushe hapa, mlipuko huu wa 17 ulioletwa na virusi vya aina ya Bundibugyo ndio unashuhudiwa kupoteza maisha ya watu zaidi kuzidi milipuko mingine nchini humu. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni taarifa yake Msekedide. Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Tuwapongeze kwa dhati wananchi wa Zambia kwa kudumisha utulivu, amani na mshikamano wakati wa uchaguzi mkuu. Katika mazingira ya kisiasa yenye ushindani mkali na mvutano mkubwa, uamuzi wa wananchi wa kuendelea kuishi kwa amani
ni jambo la kujivunia na somo muhimu kwa Afrika. Hata hivyo, pongezi hizi haziwezi kufuta wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wa mchakato wa uchaguzi na namna dola ilivyoshughulikia upinzani, hususani dhidi ya mgombea mkuu wa upinzani Brian Mundubile. Kwa mujibu wa matokeo rasmi yaliyotangazwa, Rais Hakainde Hichilema alipata kura 2,965,326, sawa na 60.49%, huku Mundubile akipata kura 1,856,207, sawa na 37.87%. Matokeo hayo yanaweza kuwa yameweka wazi mshindi kwa hesabu za kura, lakini uchaguzi wa kidemokrasia haupimwi kwa matokeo pekee. Unapimwa pia kwa udhaifu wa mchakato uliosababisha matokeo hayo. Tunahuzunishwa na taarifa za kusimamishwa kwa muda kwa zoezi la kuhesabu kura baada ya tume ya uchaguzi kutaja wizi wa kura zilizopigwa na vurugu dhidi ya maafisa wake. Hatua kama hizi zinahitaji maelezo ya wazi, ya kuaminika na yanayoweza kuthibitishwa ili kuondoa mashaka na kujenga imani ya wananchi katika matokeo. Wasiwasi zaidi unatokana na matumizi ya vyombo vya usalama katika mazingira yanayomhusu mpinzani mkuu wa rais. Serikali imehusisha Mundubile na madai ya njama za kufanya uasi wa kutumia silaha, ikisema alikutwa katika eneo ambako silaha nzito za kijeshi, risasi na vifaa vingine vilidaiwa kukamatwa. Mundubile amekanusha tuhuma hizo. Madai mazito kama haya hayapaswi kutumika kama mbadala wa ushahidi wa wazi na mchakato huru wa kisheria. Ikiwa kuna ushahidi wa kijinai, basi ushahidi huo uwekwe mbele ya mahakama yenye uhuru na mtuhumiwa apewe haki zote zinazotambuliwa na sheria. Demokrasia haiwezi kulindwa kwa kuondoa haki za msingi za wapinzani. Taarifa kwamba makumi ya viongozi na washirika wa kisiasa wa Mundubile wamekamatwa pamoja na madai yake kwamba vikosi vyenye silaha vilifika nyumbani kwake na kuhatarisha maisha yake na familia yake zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Serikali ina wajibu wa kuhakikisha usalama wa kila raia, wakiwemo wapinzani wake wa kisiasa. Tunasisitiza pia kwamba jeshi na vyombo vingine vya usalama vinapaswa kubaki chini ya sheria na kutekeleza majukumu yao bila kuangalia ushindani wa kisiasa. Jeshi halipaswi kuwa chombo cha kuamua nani anashinda uchaguzi. Tunawapongeza wananchi wa Zambia kwa kuchagua amani badala ya machafuko, lakini tunatoa wito kwa viongozi wote wa Zambia kuhakikisha kwamba amani hiyo inaambatana na haki, uwazi, utawala wa sheria na kuheshimiwa kwa demokrasia. Zambia inahitaji si uchaguzi usio na vita, bali pia uchaguzi ambao wananchi wanaweza kuamini kuwa kura zao zimesikilizwa na kwamba wapinzani wanaweza kushindana bila hofu ya matumizi ya nguvu za dola. Amani ni muhimu, lakini amani bila haki haiwezi kuwa msingi imara wa demokrasia. Zambia iwe nchi ambayo ushindi unaamuliwa na kura, si nguvu, na ambapo upinzani unaonekana kuwa sehemu halali ya demokrasia, si tishio kwa taifa. Basi tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani kujiunga na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapata
Tunapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Basi asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Umekuwa ukisikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Kumbuka kujiunga nasi pia kwenye mitandao yetu ya kijamii ukitafuta neno idhaa ya Kiswahili ya Afrika kwenye mitandao kama Facebook, YouTube, TikTok na X. Kutoka kwangu mimi Ann Ngugi na kutakia jioni njema. Asante.